Nani ambaye ana aibu hapa ndugu zangu? Wewe unafuatilia watu kana kwamba wewe umekamilika sana. Wewe ndo ambaye umeongoka, wengine wote umepotea. Kazi yako kutaja aibu za watu. Wewe ni nani hata uanze kufuatilia mambo ya watu jamani? Yako wewe ni kuwaombea hao watu dua na kuwafanyia dawa, lakini si kuwasema vibaya na kufuatilia unataka kuchunguza wanaishi vipi, wanafanya nini, wanaenda wapi. Basi wewe ukifuatilia mambo ya watu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye atafuatilia zako. Na Mtume anasema na Mwenyezi Mungu akifuatilia yako, fadhahahu walau kana fi jidari baitihi fi jawfi baitihi, Mwenyezi Mungu atakufedhehesha wewe hata lau ni kwenye kichochoro cha ukuta wa nyumba yako. Kwa hivyo yaanze kuyashughulikia yako mwanzo ndugu yangu, kabla hujaanza kufuata mambo ya watu. Wewe una mengi ya kuyashughulikia, upate kuyatatua mwanzo. Wewe hujatatua yako, unaanza kushughulikia watu. Yako utayatatua lini sasa? Kwa hivyo hii si tabia ya Muislamu. Si tabia ya Muislamu. Muislamu si mtu wa kufuata mambo ya watu, si mtu wa kusengenya watu, si mtu wa kuharibia watu jina. Hizi ni vitu hatari sana katika maisha ya Muislamu. Na ndio siku ya Kiyama kuna baadhi ya watu watakwenda kufilisika matendo yao mema kwa sababu ya kuwasengenya watu na kuwasema watu vibaya na kuwaharibia watu jina. Hiyo tu. Anafuata mambo ya watu na kuwasengenya, wayaktab, amesengenya huyu, amemtukana huyu, ameharibia jina huyu. Siku ya Kiyama hakuna mtu kulipa kwamba unatozwa fine. Hakuna cha fine huko. Ni matendo yako mema ndio itachukuliwa, watapewa hawa watu. Na ikimalizika na bado unadaiwa maovu yao, utatupiwa wewe, kisha utatupa kwenye moto wa Jahannam. Yaani wewe fikiri ndugu yangu, hizi ibada zote ambazo umezifanya kwa miaka yote katika umri wako, ije ichukuliwe na watu wengine kwa sababu ya makosa uliowakosea. Wewe imagine ndugu zangu, Ramadhani ya miaka 50, 60, tahajjud umeamka mara ngapi? Qur'ani umesoma kiasi gani? Sadaka umetoa, zaka, hija ulioenda, yote inaenda habaa manthura. Msikiti ambao ulijenga kwa sababu ya kuja kufuata mambo ya watu. Lakini tuchukue mfano ndugu yangu, wewe hujawahi kufanya baadhi ya madhambi. Labda hujawahi kuzini, labda hujawahi kutukana, labda hujawahi kula miraa, labda hujawahi kuvuta bangi, labda hujawahi kufanya kazi ya kaumu Lut, labda hujawahi kufanya matendo mengine machafu katika madhambi makubwa. Lakini kwa sababu ya kuwakosea watu na kufuata mambo ya aibu ya watu na kuwasengenya watu, ukabebeshwa madhambi ya kaumu Lut. Ndio hii hatari yake ilivyo ndugu zangu. Watu wanatakana wachukue tahadhari sana na maisha ya watu. Leo sisi tuna tabia hii, wanasema Waswahili, tabia ya umbea. Maana yake leo jirani amesema nini kule, leo imetokea nini, anakuambia leo kuna kanda mpya, leo kuna habari bwana fulani imepatikana jambo kadha na ndio hiyo basi. Haya mazungumzo yataka chai ya ngamia nzito bwana. Haiendi hivi ama soda ya Fanta ilikuwa baridi. Tukae mahali tuweze kuyazungumza vizuri. Kumbe hajui shekhi. Wewe na yeye nyote mtajikuta mahali pabaya sana. Hii ni kwa watu ambao wana mambo ya serikali, na wawe ni watu wa kweli ambao wamepewa kazi hiyo, hawatoleta habari za urongo. Wasije wakamdhuru mtu, wasije wakamsingizia mtu. Leo kuna baadhi ya watu wanapewa hizi makazi za daula, kazi za nchi, wanawachunguza watu kisha wanapeleka habari za urongo. Kama kuna jambo la hatari vivyo hiyo. Unakwenda kumsingizia mtu jamani, jambo ambalo hajawahi kufanya kwa dhambi ya dhanna tu. Hii ni hatari ambayo haina mfano wake. Nafikiri imefahamika shaka.